nyingine About Street. Leo niko na my brother tukipiga na story. Mambo vipi? Poa vipi? Kama gawa dua. Naona umepoa bro. Noma. Naona mko kwenye safari. Unaenda Dodoma? Mimi nipo. Wanaondoka wengine. Wanaenda Dodoma. Okay, elimu ni muhimu kuliko kipaji au kipaji ni muhimu kuliko elimu? Okay. Hapo sasa inategemea. Wewe unataka nini? Kwa wakati gani na umepata nini? Kwa sababu mara nyingi kinacho work ni kipaji, talent. Yani talent ni kitu ambacho kinaweza kukupa utajiri. Elimu unaweza ukastruggle sana kwa ajili ya kuweza kutusua. Na sio kwamba watu wasisome, lakini unapogundua una kipaji inabidi ukiogope sana, yani ukithamini sana. Kwa sababu hata mimi nilikuwa mchezaji mpira. Lakini nilipoiona siwezi kucheza niliacha haraka sana. Umeelewa? Niliacha kwa sababu nilijua kabisa kwamba huku hakutokuja kunitoa faida. Na muda mwingine usikute labda nilikuwa nina kipaji hicho lakini mazingira hakunishawishi. Kama unakumbuka hata wewe mimi age yetu wakati tunakuwa ukicheza mpira muda wa kuna madrasa. Wewe unaonekana mbona kama unapotea, wewe utavunjwa mguu, utaacha kwenda madrasa na masuala mengine madogo. Kwa asilimia kubwa sana pale nilikuwa napigania kipaji, lakini wazazi wakaona hiki kipaji unachokipigania kwanza hatukioni hata ni faida yake. Lakini mara nyingi napo vipaji pia vina tabia ya kufuata mkondo. Yaani ukiwa na familia ambayo ina kipaji fulani na wewe utakuwa nyingi, na wewe kuna asilimia kubwa ya kwenda huko. Kwa sababu unapata inspiration nyingi. Kama brother mchezaji mpira utapata viatu. Kama brother anapiga nini utafanya nini. Kwa hiyo unaweza ukajikuta muda wewe una kipaji kumbe huna, lakini ni ule mfumo wa kifamilia ulikuwa unafanyaje unakupitisha. Kwa asilimia kubwa elimu watu wasichojua, elimu ni kitu kizuri sana. Lakini watu wengi wasichokijua kuhusu elimu ni kwamba inabidi elimu ni uwekezaji, inabidi uwekeze muda. Unaelewa? Kipaji ni kitu kinachokuja kina bust. Alafu watu wengine mtu asikudanganya akakwambia mimi nina kipaji. Kipaji huwa hakisemwi. Umeelewa? Ndio. Kipaji huwa kinaonekana, ndio ujinga wake huo. Umeelewa? Kwa hiyo kinapotaka kutokea ile kipaji kipi? Kinaonekana. Hata kama kitachelewa kinaonekana. Kipaji ni kama karma. Mtu anapokuonea kama haki ni yako, itakurudia tu. Ingawaje haijulikani kama ni lini, wakati gani. Kwa kipaji kwangu mimi ninavyokiona kina nafasi kubwa, kwa sababu kwanza kinaweza kukuletea maisha ya haraka kama utakiheshimu. Kipaji ni kama elimu, hivi tu unajua vijapishana. Changamoto ni moja, heshima. Unaweza kuwa na kipaji lakini kama cha kawaida, ukacheza mpira wa mtaani ukafunga magoli mengi ukapigwa makofi na mademu tu nini, afu usifie kokote, umekichezea tu. Au kama muimbaji, lakini kazi yako wewe yani kuimba, jitihada hazipo, hauonekani. Mungu naye ametuma na kitu kimoja, kama ni muimbaji kuna muda wake inabidi ukakeshe. Ukae na mabraza walofanikiwa hapa, kama ni Wasafi unakuja ukimwona Diamond anaingia anaondoka, wewe unaweza kuchukulia kile ni kitu kidogo, lakini unajijenga, unajiinspire. So hata Mondi naye hakuwa hivyo before. Lakini ukimsikiza historia zake atakwambia mimi niko namkubali sana brother fulani, mimi niko nakwenda kwa brother fulani. Lakini sio kwamba hana kipaji, Mondi anacho. Ndio, nakubali. Lakini alikuwa ana kiendo mpaka kimekuja kuleta faida. Kwa kinachotofautisha hapa ni heshima. Sio kwamba elimu haifai, inafaa kwa mtu ambaye anaamua kuishi na hiyo struggle. Ukitaka mfano mzuri ni kwamba unaweza kukuta mtu ana masters nzuri, amesoma, au sio bana? Kamtoa dogo, kafaulu, kaenda chuo, kamaliza. Dogo anakuja kuwa bosi wake, baadaye waziri akienda kwao, akaenda kutembea, anakuja kutembelea mwalimu. Mwalimu kama kuna kitu kanunua pale, ni vitu vichache sana vya kufanya wewe. Unaelewa? Kwa mfumo wa elimu leo una njia zake. Lakini kipaji ndio ile tu supapa, umeonekana, umetoka, you are blessed. About Street, usikose kusubscribe ndugu yangu ambaye unafuatilia mahojiano haya ambayo leo tumekuletea, na tuko Wasafi na tunakutana ndugu yangu. Bana, neno gani ambalo ungependa kumwambia kijana ambaye leo anatamani kufikia malengo yake? Kwanza malengo, unajua watu wengi wanachokosea, malengo hawafikiwi mara moja. Malengo yanafikiwa na mateso. Watu wengi hawapendi mateso.
Watu wengi wanachokosea wapendi mateso. Wataka buba au wakikuona umetuswa haini ule kama bahati. Tujuzi tukawa pale leo kawa pale. Yaani maisha bana, unajua. Maisha huwa yako hivi. Maisha lazima uteseke. Na mara nyingi tunaambiwa tukubali kuteseka mwanzoni ili tuje kula mwisho. Ni vibaya sana kuenjoy mwanzoni na kuteseka mwisho. Bana, karibu sana ndugu yangu ambao unanifuatilia. Karibu sana.